Toko nipe majaribu haya. Sijatia kitu chochote katika kinywa changu. Zaidi ya maji tu. Maji yenyewe nimekunywa kidogo. Mauzauza kama yale. Naomba nisaidie chakula tu. Nipate hata chakula. Chakula tu. Hata sipati maji. Nipate chakula tu. Maji si nimekunywa. Bado yapo. Nipate chakula tu. Sibogo. Wewe bana acha utani. Mungu, chakula. Mimi maombi yangu ni chakula tu. Umekuja tena. Sawa ndo riziki yangu. Asante Mungu Baba kwa kunipa bogo. Kumbe kweli Mungu yupo. Ukiomba unapata. Sijui siku zote nilifuriji wapi. Nahangaika kwenye msitu, kumbe nikitulia tu nikipiga maombi Mungu anaelewa chap tu hapo. Sasa Mungu hapa kuna kitu kidogo hapo umefanya mistake hapo. Hogo, ili hogo. Hogo ni mwenyewe wa kiume. Samili hogo ilipeleke wapi? Lakini sawa kwa kuwa nina shida tu. Utabua. Lakini kama hapa ni kama amenitu. Sasa bosi wangu unazunguka hapa mpaka hivi. Hebu mpaka sanyinga. Soja nienda kukala kwanza. Hana hata kuna kukala misina. Ile dibu nichanganya vidawa. Nchindedi tikuchanganya. Mnalo ndakuikala kwanza. Iko unazunguka hapa tajibu yenyewe. Hayo ndio mazizi mtu wangu. Bidi mie luvi. Na mtondo. Mungu anangu. Itengole. Ili hasinye kwamba nadamanya mbugani. Ili libudi sile. Kupumzi weka vivi. Maana umanye Kiswahili umanyize. Umanya chizigula ichodu. Na ukage uko. Sichimanyize Kiswahili. Ndio maana simwitanga Chivuma hano. Gwaza. Wazika. Mwanazumbe. Sitikiroli utwangolo wako. Yeye. Mimi simwitanga hano. Nonga mina ye ruvi chifose. Chitengole. Mwanazumbe mimi hamngana naye kwa chose chamba chongo nitume. Basi nidio hitangi. Basi cha mwanga mkulu. Halusela mgosi wangu jeta wose. Hamna. Chikuda kuita wose. Mimi naongoza na Chivuma hamungana umlinzi. Alafu yuno mlinzi wako wewe ekuhi. Anje mwenye du. Yesu kumweleo. Mala aitakwao mala vino hanji. Yuna hakukufa. Ingwe mimi rovi hafosa. Ora siwe mizi mtuko. Hivyo kunipa. Haya, mwenye kwa mwawida mwenyewe anasema haya.
Dada. Habari yako dada? Salama tu. Kwema utokako? Hapana dada, sio kwema. Nilikuwa na wenzangu lakini tumepotezana. Tumepotelea msituni. Sijui wenzangu wako wapi na sijui mwenyewe niko wapi mpaka sasa hivi. Kingine nina njaa sana dada yangu. Naomba msaada wako. Kwetu sio mbali sana na hapa. Nipate. Habari yako dadangu? Salama. Wewe ni nani? Na umepata nini kwenye msitu huu? Yaani sijui hata nikueleze vipi. Lakini mimi nimepotezana bahati mbaya na wenzangu. Tulikuja tu kutalii. Kikubwa dadangu, naomba nisaidie. Nitoe katika huu msitu. Nifikishe hata stendi. Mimi nikifika stendi nitajua pa kuelekea ni wapi. Vipi? Upo sawa? Mimi sipo sawa. Nimetoroka kwetu kwa sababu wazazi wangu wamenilazimisha kuolewa. Pole sana dadangu. Ila pia amini, shida ameombewa binadamu. Hivyo sikate tamaa. Kikubwa naomba nipeleke tu hata stendi. Mimi nikifika pale nitajua pa kuelekea ni wapi. Naomba nisaidie sana. Sawa, mimi nikakuonesha njia ile. Odi. Odi. Nani? Pendo. Nipo uwani nakuja. Vipi wewe? Mbona una hema juu juu? Una shida gani? Habari yako mwenyekiti? Mimi habari yangu ni njema. Vipi ya kwako? Kiukweli siko sawa mwenyekiti. Mdogo wangu ana siku ya 3 hajarudi nyumbani mpaka sasa. Ila niliambiwa alienda kuchota maji kisimani.
Kiukweli hili swali linanichanganya sana. Ila binadamu bwana. Yaani kazi ya polisi naletewa mimi, au sio? Hapana. Maana yako ni nini? Wewe ni kiongozi wangu na unaweza kujua jinsi ya kumpata mdogo wangu. Yaani mimi ndio naweza kuwa msaada kwako, si ndio? Bila nakumbuka kipindi cha uchaguzi ulienda kumchagua bwana wako, si ndio? Na kuniacha hapa. Sasa leo nataka msaada kutoka kwangu. Nisikilize nikwambie kitu kimoja. Ushaelewa? Nikushauri tu kitu laini kabisa. Nenda polisi. Huko unaweza kwenda kupata msaada, kwa sababu nikiendelea kuwachekea nyie mtakuja kuniletea mama mjamzito hapo nyumbani kwangu, wakati hiyo sio kazi yangu, ni kazi ya madaktari. Naomba uondoke nyumbani kwangu kabla sijabadilika. Toka ningio usije na mke wa aina yote. Tulia! 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 Wewe. Fredi! Unafanya nini wewe? Familia. Angalia mazingira tulipo haya kaka. Hivi unavyoniona? Mimi mwenyewe natafuta njia kaka sioni, lakini unafanya upuuzi kweli kaka. Saidi. Saidi. Naomba usipite katika njia zangu. Nitakufanya kitu kibaya. Ondoka. Saidi ondoka. Ondoka. Wewe no, umeshindwa kuniua. Kila muda. Wewe kuniua umeshindwa. Unanielewa vizuri? Naomba uondoke nyumbani kwangu kabla sijabadilika. Sawa. Mimi naondoka. Ila nakuhakikishia, nikigundua wewe unahusika juu ya upotevu wa mdogo wangu, sintakuacha salama. Nenda huko. Nenda babwe. Na hiyo bado. Yaani hapo bado. Tasaga meno mwaka huu. Hii ngoma bado mbichi. Pendo gani hapa? Niache mende zangu uone nikajipigie mapasi yangu.
unajua madam, kuna vitu vinafikirisha. Yaani kutoka kwa waajiriwa mpaka tuko maeneo kusio ndo tunafanya utafiti gani, sio ni research, sio nini yani. Alafu sasa inavyoonekana nakaa tumepotea mara mbili. Tumepata kijiji cha kwanza na tumepata kijiji cha pili. Sasa bora hapa umekaa unakula ugali. Na sisi ndo mchunga yenyewe anasema. Mchungu kama nini? Hapana wewe. Simu hazipatikani. Kwa kwanza tupajue simu sio wenyewe. Maana pako kimya, sio maelekeo wapi wenyewe. Sio unajua huko kijijini tena huko. Wameenda shamba saa hizi asubuhi, wamedamkiza shamba. Ila sasa leo unajua nini? Huku elimu yako haiwezi kusaidia chochote. Yaani huku upole wako na heshima yako ndio itakao kusaidia huku tutoke salama. Huko hatuna professional. Habari zenu? Salama. Jamani, nimeamka salama. Nimeagizwa na mke wa chifu anatuita. Kuna shida gani? Mimi mwenyewe sitaki kujua kwamba kuna shida gani. Kikubwa nimepata taarifa kwamba anakuita, hivyo basi tuondoke. Jali muda kidogo. Mnamkaja? Tuko sawa. Wazima wote? Yeah. Sasa mbona unaogopa? Alafu kumbe unaongea na Kiswahili. Naweza. Kwa nini sasa siku hujaongea chochote wakati tunataka kuliwa? Nilikuwa na lengo langu. Lengo gani? Nimekwambia mimi naweza nikawatoa hapa. Ila kwa sharti moja. Sharti gani? Wewe unatakiwa utoke na mimi. Na kama ikishindikana? Utaangalia, nitabaki hapa. Kwani sisi tuna wadui na nyie? Hakuna, lakini ukikataa utabaki hapa. Na kwa vile ninapomjua mume wangu, anaoa wote. Wewe na wewe mwenzako wote mnauawa. Sawa. Sasa kijana wangu, ndio tumefika shamba. Hili ndo shamba. Unaona? Hapo mbele kuna jamaa tumepakana naye hapo. Lakini mimi ninachoamini babako alikimbia maisha ya vijijini. Alikimbia shida akakimbilia mjini. Na ndio maana wewe mwanangu na akili sana. Umeona kabisa hapana, mimi itabidi niende kijijini kumsalimia baba mdogo. Kwa hiyo sasa bwana, hapa ndo shamba. Lakini kulingana kwamba sasa hivi unasoma, Aisha huko akisha kushinda, maeneo yapo. Na shamba kubwa. Afu mimi si mwenyekiti.
Kwa lazima niwe na mali hapa. Unaona? Sasa hebu tangulia kidogo nataka nisaidie hapa. Kuna kujisaidia, kuna nini? Sasa basi. Huyo mtoto ameshajua siri zangu. Na kwa namna moja au nyingine itabidi nimuue. Lakini hapana. Ila hili ni wazo zuri. Kwa sababu kama akisharudi kule ataenda kuniharibia. Kashajua kila kitu kinachoendelea sasa hivi kwa mimi. Ngoja nimalizane naye huko. Ni wewe? Fred. Ni wewe au ni mimi ticha? Nimekwaje? Fred. Fred. Vipi imekwaje? Ticha. Samahani sana. Mlituambia tusiingie kwenye kile chumba. Lakini mimi na Dina hisia zilitupelekesha tukaingia. Mliingia kwenye kile chumba? Mliingia kwenye kile chumba? Ndio. Mlifanya nini Freddy? Freddy. Mwenyewe nimesababisha majanga yote haya. Freddy. Dina. 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 Wewe, Freddy. Freddy. No, Dina, yo. Dina, Dina. Dina, sana kama hivi. Hapana, utachapa ni mimi. Ndio, yeye. Hapana, utachapa ni mimi. Sio Dina huyo Freddy. Sio Dina. Nakwambia hivi nikimpiga anabadilika yule. Nikimpiga anabadilika. Ngoja uone. Umeamua kuniua na saa chapa. Lakini Fred, bado nakupenda sana. Nakufa lakini bado nakupenda Fred. Dina. Amka kidogo. Dina! Umeona umemua? Umeona umemua?
Unampiga mwalimu wako? Unampiga mwalimu wako? Vipi dada, mbona kama upo sawa? Kiukweli siko sawa. Mdogo wangu amepotea. Ana siku ya 3 mpaka sasa sijamuona. Hapa yenyewe natoka kwa mwenyekiti kwenda kumuulizia, lakini pia majibu ni hakuna. Yaani mpaka nachanganyikiwa. Amepotea na ana siku ya 3. Mbona hata asubuhi nilikuwa naye Saumu? Nilikuwa naye ndio asubuhi ya leo hii. Yuko wapi mdogo wangu? Twende nikupeleke. Asante Mungu. Nahisi kabisa kukata tamaa. Nilitegemea Fred atakuwa msaada kwangu, lakini Fred ndo mtu wa kwanza kufanya matukio ya ajabu katika huu msitu. Sijui hata nitafanyaje, na sidhani kama ninaweza kutoka katika huu msitu. Hiyo si mtu. Kuna kwa nini mtu sasa niliopitia. Yaani najua kuwa ni dhambi, lakini ninahofia usalama wangu. Nitaua sana sasa hivi na watajamba sana. Zaidi hapo umejinga. Ndio kuua tu sasa hivi. Uzoza kibao sasa hivi. Hivi ni kuua tu. Kuua tu sasa hivi. Madam. Vipi? Hii sehemu sio salama. Tunapaswa kuondoka haraka. Sio salama kivipi? Kuna nini kwani? Mbona hea Madam, hii sehemu sio salama, tunapaswa kuondoka. Kuna nini kulikotoka? Elewa, hii sehemu sio salama, tunapaswa kuondoka muda huu. Niambie huko umepatwa na nini? Nifuate. Sasa unaniambiaje tuondoke jamaa? Kwani kuna nini? Yo mwitaku.
ya kifo, ziara ya kifo, ziara ya kifo, ziara ya kifo, ziara ya kifo. Tulianza kama watalii wa ndoto, tukacheka onyo za wazee wa jadi, lakini sasa giza limetufunika. Hakuna kurudi, hakuna salama hapa. Ziara ya kifo, ziara ya kifo. Moja ataokoka, mwingine atapotea. Ardhi inachagua wenye roho safi, tamaki kuongoza, unabaki milele. Tulitoka mjini tukiwa na ndoto kubwa, macho akiwa hayaoni hatari iliyojificha. Barabara ikatunyamaza, ikatunyima sauti, kila hatua ilikuwa kama inatu